Jamani mpenzi vyangu, karibuni kwenye episode yetu ya leo. Asanteni kwa support zenu jamani, nawapenda, na kama mnavyojua ninatajaga majina ya watu wanne ambao walicomment kwenye episode yetu iliyopita. Kama unataka utaje kwenye episode zetu zinazofuata jamani, ni rahisi sana. Comment, like, subscribe kwenye channel zetu na tufollow kwenye social media zote, kwa sababu tunatumia jina hili Lizzy 2557 jamani. Asanteni kwa support yenu jamani, nawapenda sana. Na leo katika watu ambao ninawataja, wa kwanza anaitwa Resa Up, ndio jina ambalo ameandika hapa, sijui ndio kama jina lake. Mwingine anaitwa wa pili anaitwa Yusra, wa tatu anaitwa Bahati Ali, wa nne anaitwa Rachel Jackson, na kwa bonus leo namtaja mtu wa tano anaitwa Salma Richard. Asanteni jamani mpenzi wangu kwa support yenu, naombeni muendelee kunisupport. Karibuni kwenye episode yetu ya leo. Jamani, shoga yangu alienda kwa mganga kwa ajili ya kwenda kuniroga. Sio, unanielewa vizuri. Hakujua kama nimejipanga, kwa hiyo nikamnyoosha. Jamani, nina huyu shoga yangu, shoga Ubuyu, ambaye mimi mimi nilitoka kijijini kwetu nikaja kukaa kwa shangazi yangu. Kwa hiyo alipokuwa anakaa shangazi yangu, hawa mabinti mama yake amepanga hapo nyumbani. Wamepanga yani sehemu moja. So, huyu binti alikuwa rafiki yangu, lakini ni wale marafiki ambao ni wapenda waganga. Huyu binti ni anapenda waganga. Huyu binti kila akisikia mganga, awe Sumbawanga, awe Kibaha, awe sijui Moshi, awe wapi, anaenda. Yaani naona pesa zake zote zilikuwa zikae kwa sababu ya waganga. Mpaka nikamuulizaga, wewe unapenda waganga hivyo Mariam, lakini hakuna hata siku moja mambo yako yashakwenda vizuri? Kwa sababu huyu binti sijawahi kumuona na bwana wa maana, sijawahi kumuona na kazi ya maana, sijawahi kumuona chochote cha maana. Wewe kwa waganga wote unaenda kufanya nini? Ananiambia, shoga yangu, yani wewe hujui tu. Kama ingekuwa sema swala ya waganga ukute hata mpaka sasa hivi ningeshakufa. Nikamwambia, kufa usingekufa, hiyo ingekuwa ni mipango ya Mungu. My dear, siku moja akaniambia, Lizzy, nimepata mganga, twende kwa mganga, nataka nikupeleke. Nikamwambia, baby, mimi sitaki kwenda kwa mganga. Mimi sitaki kwenda kwa mganga. Mimi kazi zangu zilikuwa zinaenda vizuri. Nimefanya zangu biashara, nimefanya kazi kwa mtu, nimefanikiwa, nimefungua biashara yangu. Niko vizuri, kwa nini niende kwa waganga? Sasa my dear, nikapataga bwana. Huyo bwana ana pesa. Sio, yuko vizuri na ni mtu mzito tu hapa Tanzania, kwa hiyo yuko vizuri. Yule kaka akaniambia, Lizzy, mimi nataka to date kihalali. Yaani sitaki tudate kiholela. Nataka nijulikane kwenu, nataka ujulikane kwetu. Kwa hiyo nataka nikupeleke kwetu, nataka unipeleke kwenu. Basi akanipeleka kwao na mimi nikamleta kwetu. Sasa ile siku alipokuja kwetu, yule shoga yangu alikuwa anajua nina bwana, lakini alikuwa hajui huyo bwana yupo vipi. Alipomuona na kuambia yani bwana alipokuja akajitambulisha, nikatoka nikauliza, wewe unamjua? Nikasema ndio. Nini? Akatoa zawadi pale alizozileta na kuambia shoga yangu, akaniitia nje. Nikaenda nje, anaanza kuniambia, Lizzy, huyo kaka roho yangu imemkataa kabisa. Yaani kuna kitu kwenye nafsi yangu kinaniambia kwamba huyo kaka ni mchawi. Huyo kaka anataka kukuroga Lizzy. Yaani kaka wa design, unataka kuniambia huyo kaka jinsi alivyo hana demu. Unataka kuniambia huyo kaka hana mtu wake. Huyo kaka atakuwa na mtu wake, wewe Lizzy anataka kukuroga. Achana na huyo kaka. Nikamwambia, wewe bwana, wewe leo ndio nimekuja kumtambulisha bwanangu nyumbani. Umemuona leo ananiambia nafsi yako imemkataa. Kwa hiyo hata mimi niache bwanangu kwa sababu mimi nafsi yako imemkataa leo. Nikamwambia, mbona niache, nilikuwa nimerudi ndani. Akawa amerudi ndani, nakwambia. Akawa kila siku ana kazi ya kunipigia simu. Mind you, hapo nilikuwa nishaondoka nyumbani, kwa hiyo nilikuwa sikai pale. Tukuaga tu mara chache anakuja kwangu au tunakutana sehemu. Nikiwa hapa nimeboeka, nataka kutoka, nampigia simu, naambia njoo sehemu fulani, na tena anakuja na usafiri, mimi ndo nalipia. Kwa hiyo nampigia simu, njoo sehemu fulani, anakuja hivyo. Sasa bwanangu akaniambia, Lizzy, unajua umefanya hii biashara, napenda sana kujituma sana kwenye biashara. Yaani my friend, mimi kwenda Kariakoo kwenda kubeba mizigo kichwani sioni hata shida. Kwenda kukimbizana na mawingu kufanya nini, mimi hata sioni shida. Akaniambia, Lizzy, naona jitihada zako, naona jinsi ambavyo unahangaika, naona jinsi ambavyo unafanya biashara. Nataka nikufungulie biashara nzuri, biashara kubwa, biashara ya kueleweka. Nikamwambia sawa. Akanifungulia biashara, nakwambia, tukatafuta frame ya milioni 2 shoga. Tukaiweka mzigo wa maana my friend, yule container nilikuja media, sikuamini, mzigo mzito, mzigo wa maana, sikuamini macho yangu. Basi baada ya kupanga kila kitu nini, duka liko sawa, bwanangu akaniambia tusifanye kiolela, nataka nikufanyie party ya ufunguzi. Sasa mimi yule binti sikutaka kumwalika, ila kwa sababu nilimwalika shangazi na shangazi akamwalika mamake na yule binti naye akaja. Sasa wakati wanakuja, mimi nilikuwa niko ndani na ongea na wageni nini, nimewalika wageni wako pale, kwa hiyo nikawa naongea. Alipokuja tu nikamuona tu, nikamuona anaangalia kwa jicho la Mungu wangu. Hizi ndio biashara. Mimi nahisi alijua ni biashara ndogo, alijua ni biashara ya kawaida, hakutegemea kukutana na alichokikuta. Nakwambia akaja akanivuta nje kama ananivuta nje haraka, Lizzy njoo. Nikamwambia nini? Ananiambia, Lizzy, bwanako nikufungulie biashara. Nikamwambia, ananiambia, Lizzy bwana, nilijua tu ni mchawi. Nilijua kaka ni Freemason. Huyo kaka ni Freemason. Hawezi kukufungulia biashara kubwa hii for no reason. Hakuna mabadiliko yote unayoona. Hakuna chochote unachokiona kwa huyo bwana. Nikamwambia hakuna chochote nilichokiona kwa huyo bwana. Wewe unataka kuniambiaje? Ananiambia, Lizzy, hamna, yani biashara haiwezekani tu mtu wa kawaida akakufungulia biashara. Kuna kitu anataka kutoka kwako. Labda anataka nyota yako, labda anataka kutumia spiritual, my dear. Nikamwambia naomba uachane na hayo mambo. Nikamwacha hapo, nikawa nimerudi zangu
kwenye biashara yangu. Baada ya hapo shoga yangu akawa kila siku ana kazi ya kunipigia simu, kuniuliza, "Hey, mnaendeleaje? Uko vizuri na bwanako? Hujaona kitu chochote cha ajabu? Kwanza Lizi unamkagua yule bwanako?" My friend, kwanza mimi nina desturi. Singakaguagi simu ya bwana. Wewe mwenyewe kama hujielewi, kama mwenyewe huwezi kujizuia kichungulo chako, mimi naweza kukusaidia kukizuia. Kwa hiyo mimi namwamini mwanaume wangu 100%. Nikiona heshima imepungua, matuzo yamepungua, chochote kile kimepungua, nakwambia baba bye bye, kila mtu aendelee na maisha yake. Lakini kukagua, kufuatiliana maidia, mimi hizo mambo sinaga. Siku hiyo nakwambia akawa ananiambia mkaguaje bwanako, nikamwambia simkagui. Akaniambia Lizi ni mjinga. Mabwana kama hao, huyo bwana ukuta kana mke wake yupo nje huko, au ana mke wake yuko sehemu, au ana demu wake. Hao watu hawawezi tu kuja kudate watu wa kawaida kama wewe. Lazima atakuwa na mtu. Nikamwambia wewe, mbona unamngangania kaka hivyo, muache kwa kufanya nini? My dear, siku nimelala usiku. Saa 8 usiku simu inaita. Nikapokea, nikajua ana tatizo. Ananiambia Lizi, mizimu yangu imeniotesha, mizimu yangu imenionyesha. Lizi, uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Lizi, bwanako yuko na mwanamke nyumbani. Mizimu yangu imeniotesha kwamba bwanako yupo na mwanamke nyumbani. Nikamwambia wewe bwana, wewe hiyo mizimu yako itakuwa imekosea tu. Hakuna hata cha mizimu, hakuna cha nini. Mimi huyu mwanaume wangu namwamini, hayuko na mtu yoyote. Akaniambia Lizi, ndio maana mimi nakuona wewe mjinga. Nenda kwa bwanako. Mimi kama mjinga nakwambia, nikaiduka nikavango nikaenda kwa bwanangu my friend. Nimefika nikafungua mlango, maana ninafungua. Nikafungua mlango nikaingia mpaka chumbani, nikamkuta kaka watu wamelala na koroma. Nakwambia aliposikia mlango umefungwa kwanza akashtuka, macho mekundu. Akaniuliza Lizi, mbona usiku? Nikamwambia amna, nilikumisi nishindwa kulala. Ikabidi nizuge niende nikaoge, nivae night dress nije nilale na bwanangu, maana mpaka aibu. Naanzaje kumwambia eti rafiki yangu kaniambia mizimu yake imemotesha, nije nikufumanie lakini hauna mtu, naona aibu. Kesho yake sasa nikawa nimeweka simu silence. Hapo masaa yote muda wote yule demo ananipigia simu. Nikawa nimeweka simu silence, nikawa nimelala. Asubuhi nakuja nakutana na message, Lizi pole. Nilijua tu bwanako ni msaliti. Pole shoga yangu, utapata bwana mwingine. Kama unataka mtu yeyote wa kukupunguzia stress, niko hapa. Yaani usisite kunipigia simu. Uko wapi? Nije nikubembeleze. Pole shoga yangu, utapata mwingine. Mimi nikampigia simu nikamuuliza kwani unaongelea nini? Ananiambia kwani umemfumania bwanako? Nikamuuliza nimemfumania bwanangu wapi? Si jana nilikwambia bwanako yuko na mtu au kuniamini shoga yangu. Nikamwambia nikuamini wapi? Nilitoka nikaenda kwa bwanangu na nilichokikuta kulikuwa hakuna demo, hakuna nini. Kwa hiyo utakuwa una lako. Unataka nini? Akakata simu, nakwambia akakata simu kwa aibu. Sijui unanielewa, akakata simu kwa aibu hivyo hatukuongeaga tena mpaka hapo. Baadaye akawa ananipigia simu. Yaani ananipigia simu usiku wa manane, anaanza kuniambia Lizi, nimeota yule bwanako anachama sio chama cha Freemason sio chama gani huko, anatakiwa kutoa kafara. Kwa hiyo kaka kudeti na wewe, anadeti na wewe kwa sababu anataka kutoa kafara, sio kwa sababu anakupenda. Lizi, kuwa makini shoga yangu. Si unajua mimi nakupenda, kuwa makini. Nikamuuliza binti, mimi nina maisha yangu, wewe una maisha yako. Wewe ambaye unasema unaota kila siku mizimu inakwambia kwamba kuna 1 2 3. Wewe mbona hiyo mizimu yako haijakusaidia, una maisha magumu mpaka yupo kwenu? Huyo binti yupo kwa miaka yote. Na ni mkubwa kuliko hata mimi. Yupo kwa miaka yote, hajawahi kwenda kupanga, hajawahi kupata hata bwana kumwambia njoo tukae wote hata siku moja. Ni yupo kwao maisha yake yote. Nikamuuliza, wewe kila siku unasema bwanangu umemwona bwanangu kafanya hivi, umemwona bwanangu kafanya vile. Nikamwambia my dear, kama utakuwa una kitu chochote kile cha maana cha kuniambia, naomba usiendelee kunipigia simu. My friend, ikafika birthday yangu. Ilipofika birthday yangu bwanangu akaniambia, hapo nilikuwa tayari nishanunua kiwanja na nilikuwa tayari nishaanza kujenga, na bwanangu sema kweli alikuwa ananisupport. Yaani ananisupport milioni 2, 3, 5 za hapa na pale, alikuwa ananisupport sana. Ikafika birthday yangu bwanangu akaniambia, Lizi, naona jinsi unavyohangaika, naona jinsi unavyoteseka kuzunguka kwenye biashara zako kwenda huku na huku. Nataka nikufanyie surprise. My friend, guess ni surprise gani? Siku yake akaniandalia party, nakwambia akaniambia mwalike shangazi yako. Nikamwalika shangazi, shangazi naye akaenda kumwalika shoga yake ambaye ndio yuko na shoga yangu. Wakaja nakwambia. Guess what? Gari ikashuka. Yaani surprise imefunguliwa, gari ikashuka. Sio gari tu, ni jigari la maana. Nakwambia watu wakafurahi, nakwambia shangazi yangu mpaka analia. Mashoga zangu wengine mpaka wanalia, lakini yule shoga yangu nakwambia akawa amekaa, naonekana kabisa yule mtu amekasirika, sema anataka kuficha, sema hawezi kuficha. Akanivuta pembeni akaniambia, Lizi, kwa hiyo unakubali kupokea ile gari? Nikamwambia of course nakubali kupokea. Bwana boyfriend wangu amenipa gari, ananiuliza nataka kupokea ile gari, like are you serious? Nataka nikatae zawadi ya boyfriend wangu ya gari. Unaenda nakataa gari. Ananiambia Lizi, wewe huna macho ya kiroho. Wewe ndio maana mimi nakwambia kila siku wewe mtu rahisi kurogwa. Huna macho ya kiroho wewe. Hili gari nakwambia sio gari la kawaida. Ukute sisi tunaona gari kumbe huyu ni mzimu. Ukute kwamba hata ni fiti hata ni nini. Lizi, usikubali hili gari, usikubali huyu kaka ni hawezi kuwa anakufanyia hivi vitu tu for no reason. Lizi, usikubali hili gari litakuja litakufanya kitu chochote. Nikamwambia my dear, kama una cha kuniambia naomba uniache. Nikawa nimeondoka, nimeenda zangu kuendelea kukaa na watu marafiki zangu, tunaendelea kupiga story, tunaendelea kunywa nini hivyo. Tukafanya party ikawa imeisha. Siku hiyo nikawa zangu niko nyumbani hapo, nakwambia nilikuwa maana bwanangu alikuwa ameniambia nijifunze gari tangu muda. Kwa hiyo anapoletea ile gari nilikuwa najua ku drive. Kwa hiyo nikawa naendelea kuishi na maisha yangu na enjoy maisha yangu. Ni mwendo wa ku drive mjini. Siku hiyo huyo binti ananipigia simu usiku. Ananiambia, Lizi, nimeota. Hilo gari bwanako alilokuletea, hilo gari linatakiwa likuue. Hilo gari nimeota ameenda kwa mganga, tena sio mganga, ni wanachama chao cha uchawi. Hilo gari ameambiwa akupe kwa sababu unatakiwa upate ajali kwenye hilo gari. Lizi, usikubali kuendesha hilo gari, mrudishie bwanako hilo gari.
Mie tena nikakata simu, nikaona sasa huyu kaanza tena. Nikawaza, nikajiuliza huyu msichana ananitafutia nini, mbona sielewi? Biashara aliniambia si biashara majeneza. Usiwe na huyo kaka, sijui mara kimepanda kimeshuka. Leo nimenunuliwa gari, ananiambia gari ni jeneza, gari litakuja litanizika. My dear, nikamtumia message, nikamwambia sikiliza, nikwambie rafiki yangu. Mimi nina akili zangu timamu. Na maisha yangu. Niko ninatafuta maisha, mimi mwenyewe najua kama kuna hatari au hakuna hatari. Kwa hiyo mimi naomba kuanzia sasa hivi, yani naomba usiwe unanipigia simu. Kama una kitu cha maana cha kuniambia, please, naomba usinipigie simu. Hizi simu zangu za usiku za kuniambia sijui nimeota mizimu imefanya hivi, nimeota mizimu imefanya hivi na hakuna cha maana. Tena nikamwambia, wewe unanipigia mimi simu, unaniambia umeota sijui bwana amefanya nini? Wewe mbona unajai kujiotea maisha mazuri? Mbona mpaka leo upo kweli? Akakasirika na kwambia, akaniambia unaniambia hivyo. Unaniambia mimi leo umepata. Nilijua tu yani mkishapataga hela, watu mkishapataga hela mnakuaga wajeuri. Kwa sababu mpate hicho kibwana chenye hela, unajiona una hela, basi unajiona unaringa. Unaniona mimi sina maana. Yaani unataka kuacha kuongea na mimi kwa sababu ya huyo bwana ambaye mpata bwana mwenye hela. Nikamwambia siachi kuongea na wewe kwa sababu nimepata bwana mwenye hela. Na acha kuongea na wewe kwa sababu nimechoka bubu, kila siku nalalamika, kila siku unaniambia vitu vibaya kuhusu huyu kaka. Akaniambia sawa, utaona. My dear, ile utaona, sikujua ilikuwa inamaanisha nini. Ningejua. Mind you, sijawahi kwenda kwa mganga. Yaani waganga mimi nawasikiaga tu, sijawahi kwenda kwa mganga. Ila shangazi yangu kuna kipindi aliumwaga sana, yani aliumwaga sana miguu ikawa inawaka moto, inavimba, inakuwa inatoa kama maji, yani maji inakuwa kama sponge ukilikamua maji yanavyotoka hivi. Tukahangaika kama hospitalini, tukaenda kama kanisani, hakupona. Kwa hiyo tukawa tumeenda kwa mganga. Sasa mganga aliwahi kuendaga kwake, ndio akaendaga kuponeaga kwa huyo mganga. My dear, nilipomaliza kuongea na shoga yangu ikapita kama wiki. Nikaanza yani nikilala usiku naanza kusikia, yani nikilala usiku naanza kuota ndoto mbaya, mara nakimbizwa, mara sijui niko juu ya mlima nataka kudondoka. Alafu sasa naota, yani kiota nakimbizwa, namuota mwanamke huyo mmoja ananikimbiza, yani akawa ananikimbiza. Sasa kadri siku zinavyoendelea kusogea, yule mwanamke akawa ananikaribia na ananikimbilia na kisu, my friend, ananikimbiza na kisu, akawa ananikaribia. Siku nikasema hapana. Nikarudi kwa shangazi, nikaenda nikamwambia shangazi, kuna hii ndoto naotaga ambayo iko 1 2 3. Akaniuliza una ugomvi na mtu? Nikamwambia sina ugomvi na mtu, lakini kaje nikakumbuka nikamwambia fulani niliongea naye, nikamuelezea sisi shangazi vitu vyote, maana nilikuwa hata simwambiagi mambo yaliokuwa yanatokea kati yangu mimi na huyu rafiki yangu. Nikamuelezea jinsi ambavyo tuligombana, tulifanya nini mpaka anakuja ananiambia utaona. Akaniambia nilijua tu. Yaani nilijua rafiki yako jinsi ambavyo akikaga huko anakusema. Yaani ninasikiaga sana anapokusema unaringa, sijui unajiona kwamba unanyota sana. Anasema ulienda kwa waganga ukaenda kumroga kwa sababu ni rafiki yako. Kwa hiyo yani jinsi ambavyo yeye hafanikiwi, wewe ndio unafanikiwa kwa sababu unatumia nyota yake. Nikashangaa, nikamuuliza shangazi mbona unajua kuniambia? Akaniambia mimi sikutaka kukuambia kwa sababu niona mambo yako sawa na sikuwahi kufikiria kama mambo yataenda mbali hivyo. My dear, shangazi akaniambia sasa unajua kama kwenye ndoto unaota mtu anakukimbiza, alafu anakaribia kukukamata, hapo kuna hatari. Mind you, kama anakukimbiza na kisu, siku atakapokukamata atakuchoma ufi. Wakati huo biashara zikawa zinashuka, yani ikawa unajua, yani ndani ya wiki naweza nikaja nikapiga hesabu kwa sababu biashara yangu iko center afu ni kubwa. Yani kwa siku tulikuwa tunauza milioni 3 milioni 4. My dear, ikawa inafika hata wiki hata milioni haijafika. Biashara zikawa ngumu. Hata wale wateja ambao kila siku nikiposti wana view status wanaulizia bei, my friend, nikawa nikiposti kimya, hakuna hata anaulizia bei. Mpaka wasichana wangu wakawa wananiambia dada, kwani imekuwaje, mbona biashara imekuwa nzito sana, kuna nini? Mimi nikawa nawaambia sijui. Ikafika kama mwezi na kuambia nakuja kupiga mahesabu hata milioni 5 haijafika. Hapo kodi yenyewe tunalipa milioni 2. Hata milioni 5 haijafika. Hapo nikasema hapa kuna jambo. Ndio sasa wakati huo ndio nikaanza kuota hizo ndoto mbaya, ndio nikawa nimeenda kwa shangazi. Shangazi akaniambia usijali hili jambo. Hili jambo ni jambo dogo sana. Si unakumbuka mimi nilikuwa naomba, nikamwambia shangazi nakumbuka, una haja ya kunikumbusha. Akaniambia twende nikupeleke sehemu. My dear, adui unayemweza usimwachie Mungu. Tukaenda huko Rufiji huko ndani huko kwa huyo mbabu nakwambia. Kufika pale mbabu akaniambia binti pole. Yaani tulipofika namsalimia babu shikamoo, badala hata ya kuitika ananiambia binti pole. Nikamuuliza kwa sababu gani? Akaniambia una roho ya mauti. Kuna mtu kakurushia roho ya mauti na roho ya umaskini. Yaani huyu anataka uteseke. Hizo ndoto siku ambayo huyo mtu anayekukimbiza. Tunaona mtu anakukimbiza, nikamwambia ndio. Ananiambia siku ambayo huyo mwanamke atakukamata, atakapokuchoma na hicho kisu utakufa, ila cha moto utakiona. Utateseka. Magonjwa yatakuwa yako, nuksi mikosi zitakuwa zako, mahusiano yako yataharibika, maisha yako yataharibika, na hiyo biashara unaona inavyoendelea. Si una biashara, inamwambia ndio. Hiyo biashara yako unaona inavyoendelea kuwa vibaya. Hiyo biashara yako itaendelea kuwa vibaya mpaka itakuja kufungwa. Utakuwa na maisha magumu ambayo hakuna hata mtu atakaye kupata chai barabarani. Akaniuliza binti, kwani umemkosea nini huyo msichana anayekufanyia hivyo? Mimi nikamwambia babu, mimi sijui, sina hata mtu nilomkosea, ila nikamsimulia kuhusu yule msichana. Akaniambia subiri. Akafanya vitu vyake, akaniambia alokufanyia ni yuko hivi. Sifa na vigezo ambavyo anavitajia ni sifa na vigezo vya yule shoga yangu. Mganga akaniuliza tumfanye nini? Nikamwambia mimi kumfanya kitu mimi sitaki. Naomba mimi uniague hivi vitu vitoke. Shangazi yangu akaniambia wewe mtoto nishakuona wewe mjinga wewe. Mtu akakufanyia ubaya wote afu unasema eti hamna, muache tu.
Ukiaguliwa, ukijua kwamba ukiaguliwa mambo yako yakaanza kwenda vizuri, atajua na ataenda. Kama ataenda sasa sehemu nyingine, ataenda sehemu kubwa zaidi kwenda kufanyia kitu kikubwa zaidi. My dear, akamwambia huyo mganga, mfanyie kinga ya albadiri, mtibu, ukimaliza mfanyie kinga ya albadiri. Chochote kile ambacho amefanyiwa huyu kirudi kwa huyo mtu ambaye amemtumia. My dear, nikafanyiwa dawa. Nilikaa Rufiji kama wiki 2. Hapo bwana kila akinipigia simu namwambia nimesafiri, kuna sehemu nipo vijijini huko na shangazi, tunaongea, yani wakati mwingine tunaongea tunagombana nini, hatuelewani, akawa kama aniamini. Yani ugomvi hapa na pale ambao hata ulikuwa haueleweki, lakini mganga akaniambia hata usijali, mambo yote yatakuwa sawa. Yani hii ni uchawi ambao umefanyiwa ndio unaendelea kufanya kazi, lakini ukimaliza hapa dawa mjukuu wangu mimi, yani hapo utalipia tu pesa kidogo kwa ajili ya vifaa. Ila utakuja mwenyewe kunishukuru baadaye. Akanifanyia tiba, nilikaa kijijini wiki hizo 2. Nikawa nimerudi nyumbani. Akaniambia ndoto ambayo utaota leo naomba uniambie. Nikamwambia sawa. Usiku nikaota mimi nakimbia. Sasa mimi ndo nilikuwa namkimbiza yule mdada. Sio, naendelea vizuri. Mind usimuone uso. Yaani hata nikigeuka simuone uso, hata kigeuka simuone uso. Yaani kuna kama kitu kimeficha uso wake. My dear, nikaota namkimbiza yule dada, ila safari hii nikamuona sura yake. Sura yake ni nani? Ni sura ya rafiki yangu, ndio nilokuwa namkimbiza ndotoni. My friend, kwa hasira nikajikuta tu nimemkimbiza, alafu nikawa nimemchoma kile kisu. Yaani nikawa nimemchoma kile kisu kwenye mguu, kwa sababu alipodondoka nikaenda tu nikamchoma mguuni, alafu nikashtuka. My friend, hapo nimeshtuka, ninatoka jasho, nina hema kama mbuzi alojifungua. Sijui unaelewa vizuri my friend. Kesho yake asubuhi, naamka asubuhi, bwanangu ananipigia simu, ananiuliza Lizi uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Akaniambia hebu njoo mara moja nyumbani. Nikaenda nyumbani my dear, nikakuta kanunulia zawadi set ya gold. Ananiambia Lizi samahani, unajua ni kama mwezi mmoja na nusu, miezi miwili, kuna namna nilikuwa najisikia kama nakuchukia, yani najisikia kukasirika, yani kuna jinsi ambavyo nilikuwa najisikia sijui hata kwa nini. Ndio maana nikawa nakujibu vibaya, ndio maana wakati mwingine nikawa siwasiliani na wewe, lakini naomba unisamee mpenzi wangu, sijui hata ni nini. Hii hapa set ya gold nimekununulia zawadi. Nikasema mambo yashaanza kuwa hivi. Wasema ananipigia simu kazini, ananiambia madam, dukani kumejaa watu mpaka tunashindwa cha kufanya. Kama una watu ambao unawajua waambie waje watusaidie huko kazini. Ikabidi kuna watu ambao tulikuwa tunafanya wote biashara ambao wana biashara, mimi na biashara, nikaomba baadhi ya watu wanipe wasichana wao waende dukani wakanisaidie kuangalia kuhudumia wateja. My dear, mind you, hiyo siku ni ile siku ambayo nimetoka kwa mganga, ambao ndio nimelala kesho yake ndio nikawa nimeenda kwa bwanangu. Alafu mchana wake ndio wasichana wangu wananipigia simu. Sijui unaelewa vizuri. Shangazi akanipigia simu akaniambia Lizi njoo nyumbani. Nikaenda nyumbani, nakwambia. Nimefika, ananiambia shoga yako anaumwa, nenda kamsalimie. Nikamuuliza anaumwa nini? Ananiambia hamna, wewe nenda kajiangalie, kajione mwenyewe. Si ndio nikatoka nikaenda kwa shoga yangu nyumbani kwao, my dear. Nikamkuta yule binti ana kidonda kwenye mguu pale ambako mimi nilimchoma, ana kidonda kwenye mguu. Nikauliza huyu kafanya nini? Mamake anasema alidondoka huyu jana usiku, alikuwa sio anacheza na marafiki zake akadondoka. Alikuwa anacheza na marafiki zake usiku, amekuwa mtoto, amekuwa mchawi. Alikuwa anacheza na marafiki zake wapi? Mtu mzima alikuwa anacheza na marafiki zake wapi? Semeni tu ukweli. Maana mamake naye alikuwa anajua vitu ambavyo mtoto wake anafanya. My dear, yule shoga yangu ninayowaambia leo mpaka leo sasa hivi. Mimi sasa hivi nimeolewa na mwanaume wangu yule. Nina watoto zangu hao 2. Biashara zangu zishakuwa kubwa, nishafungua na matawi sehemu tofauti. Tuna tuna apartments za biashara, tuna maisha yetu mazuri. Shoga yangu mpaka leo yupo kwao. Hakuna anaposhika panashikika. Yaani hata vile vibarua ambavyo alikuwa anapata vibarua labda vya kwenda kufua au vya kufanya nini, hapati kitu hata 100. Hata 100 ninavyowaambia hata 100. Sina nielewa vizuri. Yupo kwao kila siku, magonjwa hayamuishi. Bibi yule kapata mpaka kifafa. Kifafa ndio alikuwa anataka alipe mimi kifafa, maskini ya Mungu. Yule binti kapata mpaka kifafa. Kile kidonda ambacho anaumwa kwenye mguu mpaka leo hakijapona. Kila siku akipata 200 300, mamake akipata 200 300, anaenda kumtibia hospitali, anaenda kukiosha kidonda, lakini mpaka leo ni miaka na miaka kile kidonda hakijapona. Sasa mimi nikawa na mara ya kwanza hivi nikawa naendaga tu kwenda kuangalia. Sio tena hivi vile ushoga, naenda pale nataka tu kujua nini hivyo umbea, kwenda kujua kama mambo yametiki ndio hivyo. Kuna siku binti akanipigia simu akaniambia Lizi, naomba uje nyumbani, naomba tuje tuongee. Nikawa nimeenda. Anakuambia akadondoka chini, akapiga magoti, akanishika nguo, akaniambia Lizi, samahani sana kwa nilichokufanyia. Samahani sana kwa niliyokufanyia. Unajua nilikuwa nakuonea wivu tangu zamani, jinsi ambavyo mambo yako yanaenda, mambo yako hayaendi. Kwa hiyo nilivyokuambia utaona, nikaamua kwenda kwa mganga kwa ajili ya kukukomoa, lakini sikujua hata ni nini. Lakini wewe sasa, kile nilichotakiwa kukufanyia wewe ndio kinachonirudia mimi. Kwa hiyo naomba unisaidie, naomba unisamehe. Nikamwambia my friend, mimi sijui unachokiongea.
anaongea. Mimi sijakufanya chochote. Ananiambia hapana Lizi, unajua ulichokifanya. Lizi, mimi najua una mganga wako ambaye umeenda huko ambaye amekusaidia. Naomba unisaidie unipeleke kwa huyo mganga ndio pona yangu. Kwa sababu nimerudi kwa mganga ambaye nilienda kufanya hiyo tiba, nilienda kukurogea. Mganga wangu ananiambia inabidi nimpate mganga aliyokufanyia wewe tiba ndio ana uwezo wa kuniponyesha mimi. Yaani vile vitu ambavyo alienda kukufanyia wewe inabidi avitoe kwenye mwili wako kwanza ili mimi nipone. Nikamwambia my dear, sijui unachokiongea. Sina mganga, sijui chochote, sijawahi kwenda popote. Kwa hiyo wewe pambana na Mungu wako. Kama kuna sehemu ulienda kucheza pasipochezeka, pambana na Mungu wako, lakini hivyo unavyoongea mimi sivijui. Nikawa nimeondoka. Sasa my friend, miaka ikawa imepita, yule binti ndio yuko hivi, yani ameteseka. Ukimwona sasa hivi yule binti aliuzaga mpaka madera, akauza sijui simu yake anatumia kitochi. Yuko tu yani haeleweki, mpaka amekuwa kama kichaa sasa hivi, yani amekuwa kama chizi. Juzi hapa nikawa naongea na shangazi, akawa ananiambia mwenzangu, mind you, shangazi yangu nilimjengeaga nyumba akawa amehama. Kwa hiyo mara chache huwa anaendaga kule. Shangazi juzi ananipigia simu ananiambia mwenzangu, nimeenda kule nimemkuta yule shoga yako, nakwambia akachoka, amekuwa kama kichaa. Amekuwa kama sijui mgonjwa wa kitu gani, maana mpaka nywele zimenyonyoka, zimebaki nywele kama za wagonjwa sijui wa kitu gani, nakwambia. Haeleweki. Mama yake anasema, nikaongea na mama yake akawa ananiambia eti nje niongee na wewe, umsamehe, umpeleke kwa mganga wako aende akamsaidie, amtolee vile vitu ambavyo yani wewe kinga uliopewa itolewe ili vile vitu ambavyo viko mwilini kwake vitoke. Na mind you, hiyo kinga nikishatolewa kwa masharti, inatakiwa kwamba hiyo kinga nikitolewa mimi nisijifanyie tena kinga ndio pona ya yule binti. Kwa hiyo nikae hivyo ili akaniroge tena. My dear, nilimwambia shangazi, kama una kazi za kufanya niambieni kwa ajili dukani kwangu, kwa sababu biashara zako naona hazikuweki busy enough. Ni uje ni kwa ajili dukani kwangu ili uache kupeleka miguu kwa hao watu. Mimi nimsamehe wapi? Sina cha kumsamehe. Kilichomkuta amekitaka mwenyewe, mwanakuligeti atajijua mwenyewe na Mungu wake. Aende kwenye maombi, aende akacheze anapochezaga mambo yake aende, lakini sina cha kumsaidia. Funga mkataba. Nimemaliza. My friend, ushakusikia mwanakulifind eh? Sasa mwanakuligeti ndio huyu binti kaligeti. Ndio huyu binti kaja kunisimulia historia afu ananiambia Dalizi, eti nimekuja kusimulia nije niombe ushauri. Wewe unaonaje? Maana unajua sometimes nikikaa roho inakuwa kama inanisuta, natamani nimsamehe. Nikamwambia msamehe muache aishi maisha yake, lakini kumsamehe haimaanishi kwenda kujitoa kinga. My friend atakuja kuroge tena. Ukute hata hajaambiwa masuala ya kutoa wewe kinga yako, ila ni kwamba yani ana hasira na wewe. Ni anataka utoe kinga yako ili akishapona akakupiga kuue. Kwa hiyo my friend, hakuna kusamehe, hakuna kufanya nini, akacheza na kuchezaga, hakutumwa. Alitaka mwenyewe, mwanakuligeti acha aligeti. Wamezoea kuroga ovyo. Yaani wewe mtu unamroga, acha. Tuna huyu dada ananiambia nilikuwa namsaidiaga Lizi, mbona? Nilikuwa namsaidia kwenye biashara zake, akipataga vibiashara, akiwa hata vibiashara namsaidia pesa kidogo hapo ajiendeleze. Wakati mwingine ananipigia simu, Lizi, sijui kama una simu ya zamani, nampa mpaka simu zangu za zamani nilizokuwa natumia. Nishafanya mambo kibao pale nyumbani kwao, nishawafungulia mpaka genge, maisha yalikuanza kuwa mazuri, lakini wapi hawana shukrani. Akacheza anapochezaga. Si mnanielewa? Asante jamani, nimemaliza. Asante kwa kusikiliza story yetu. Jiandaeni kwa episode nyingine nzuri kwa sababu yani ni mwendo ule wa kuwapa back to back jamani, nawapenda. Asante kwa kusikiliza. Bye. Bado nasubiri. Nataka nikuchumoke. Bye. Bye.